Mpenzi subscriber, karibu tena kwa channel hii ya Jeshi la Mtu Mmoja. Natumai mchana wako ulienda vizuri sana. Mimi ni The One Man Army TV. Mpenzi subscriber, kuna mambo ambayo kwamba Waswahili wanasema mjinga akierevuka mwerevu huwa mashakani. Mpenzi subscriber, wajua hii vita vya Ghuba imefunza watu mambo mengi sana, ya kwamba mjinga akierevuka mwerevu huwa mashakani. Kwa sababu ukiangalia vizuri katika hii vita vya Ghuba la Uajemi, utaona kwamba Marekani na nchi ya Uyahudi wamepiga mwamba, kwa sababu kwa miaka zaidi ya 47, hata kabla huyu waziri mkuu wa Israeli kuwa waziri mkuu kuchukua uongozi, katika ujana wake, ukiangalia kuna video mbalimbali zimetokea wakati alipokuwa bado kijana jeshi, alikuwa anazungumza kwamba Muirani tusipoangalia vizuri atatengeza silaha yake ya nuklia, na lazima afanya nini? Lazima asimamishwe, azuiliwe kwa vyovyote vile. Kauli hiyo viongozi wa Israeli walikuwa wakizungumzia, wakipigia debe, na viongozi wa Marekani walikuwa wakipigia debe, na viongozi wa nchi za magharibi, hususan jumuiya ya madola, walikuwa wakipigia debe. Sasa mara ghafla binvu wakasema tufanyaje? Mpenzi subscriber, kila rais wa Marekani aliyekuwa akiingia walitumia, Waswahili wanasema, utafiti wa hali ya juu. Kuna wale ma-advisors, kuna wale ambao kwamba wanawapatia nini? Ushauri, ma-advisors ambao kwamba walikuwa wakiwapatia ushauri. Marais wote ikiwemo huyu wetu ambao kwamba alitoka Afrika, anaitwaje huyu? Anaitwaje huyu rais huyu wa Amerika huyu? Obama. Mpenzi subscriber, Obama alipokuwa uongozini mwake, katika wakati wake wa mwisho, alileta Iran karibu, wakazungumza kwa na mkataba ya Iran kusimamisha shughuli zake za kinyuklia katika nini, si kiwango kutengeza bomu, bali katika wanaweza kuendeleza kwa sababu ya kutumia, kwa unajua hiyo uranium unaweza kuitengeza, ndio inapiga inaitwaje hii, inapiga ndio inatengeza hii stima, umeme. nguvu za umeme.
uchumi za nchi za magharibi na Marekani na nchi zingine zinatumia uranium, nishati za uranium ama mpigo wa uranium ili kutengeza stima. Hizi unaona mastima zipo wapi ama umeme ziko wapi na wapi. Hiyo ni kupitia njia hiyo ambayo Iran ilikuwa ikitengeneza. Basi Marekani na Israeli na nchi zingine za magharibi wakaichukua ni kisingizio kwamba Iran hiyo nini yake hiyo mahali ambapo anatengezea hiyo inaitwaje kuisafishaji hizo uranium, ana mpango wa kutengeza silaha ya bomu ya nuclear, na lazima tuifanye nini? Tuisimamishe. Lakini Obama hakuchukua njia ya vita, alichukua njia ya mazungumzo. Akamuita Muiran, akaita viongozi wa Umoja wa Mataifa, yani United Nations, wakakaa chini wakakubaliana. Iran akasema ndio, nikifanya hivi je, itakuwaje? Akasema basi kwa upande wetu sisi tutaondoa inaitwaje ile vikwazo vya kiuchumi, na zile hela ambazo kwamba tumezishika kutoka nchi, hela zenyu ambazo kwamba tumezishika ama tumezuilia, tutawapatia kadhaa. Basi wakaandika mkataba. Ikawa Iran vikwazo vya kiuchumi zikateremshwa chini, si zote lakini kwa kiwango fulani. Akaruhusiwa kuuza mafuta zake, pesa ambayo kwamba zilikuwa zimezuiliwa nchi za nje, hususan Marekani. Ikafanya nini? Nusu yake ikarudishwa. Jambo hili halikufurahisha viongozi wa Israeli. Wakasema huyu Obama amekuwa soft, yani amependelea sana, amekuwa mrengo, yani ameulalia upande wa Iran. Kwa hiyo ni tishio ya kiusalama kwa nchi ya Israel na nchi ya dunia. Kule Marekani kuko na ile AIPAC, ni kikundi ama grupu ya matajiri, mabilionea ambao kwamba asili yao ni ya Kiyahudi, na wao waliamua kuchanga pesa kuhakikisha wafanye kampeni kutafuta kiongozi kule Marekani ambayo kwamba ataangalia maslahi yao, watawasikiza hao Wayahudi. Ndio Donald Trump akaingia. Donald Trump alipoingia, kitu ya kwanza kuingia, leo ndo ameingia hivi, na leo ile mkataba yake na Iran, mkataba ambao kwamba anaitwaje huyu Obama aliandikisha na Iran, akaifutilia mbali. Akafanya nini huyo Trump? Akafanya nini? Akairudisha ile vikwazo vya kiuchumi vikali dhidi ya Iran. Iran wakasema wao wataendelea licha ya kulaani vikali, wakasema wao hawatishwi, wamekuwa wakikaa maisha yao yote karibu miaka 47 zaidi wako chini ya ya vikwazo vya kiuchumi. Kwa hivyo hawatatishika japokuwa imewalemea. Na Iran alichukua muda huo wote kujitengeza, kajua ya kwamba siku moja atakuja kupigwa. John Biden akaja akaingia. Alipoingia, kwa sababu aliingia na nguvu ya Wayahudi,
Unajua Yahudi wanapatiana viongozi makampeni, wanafanya wao wanathamini. Wanapatiana nini? Wana sponsor campaign ya wale ambao kwamba watafata masharti ya nchi ya Kiyahudi kule Marekani. Ushaona? Katika vile vita vya kwanza, vita vya kwanza, wakati huyo anaitwaje huyo Donald Trump aliingia katika ile muhula wake wa kwanza ile, baada ya Iran kuirudishia vikwazo vya kiuchumi Iran, akaamrisha ndege na makombora ya Marekani kwenda kule Syria na kuipiga ni Iraq. Sijui ni Syria, sijui ni Iraq, kupiga jemedari mkuu wa majeshi wa Iran ambaye kwamba anaitwa Suleimani. Hilo jambo limekalikasirisha sana nchi ya Iran. Ndio uliona Iran ilijibu. Iran ilirusha makombora katika ilirusha makombora katika ile inaitwaje ile nini ya Marekani. Wapi? Katika kambi ya Marekani kule. Wapi? Kule Iraq. Mpaka sasa kuna baadhi ya wanajeshi ambao kwamba walikuwa wakikaa katika kambi hiyo wakihudumu wa Marekani, wana shida ya ubongo. Hawajui mpaka leo ni kitu gani iliwapiga. Marekani imeficha idadi ya walioathirika katika ni hiyo, lakini ilikuwa ni kipigo bala. Hapo ndio Muisraeli akaona, na Marekani akaona Muirani tusipomzuia. Wakati huo ilikuwa siku za huyo Donald Trump inaisha, Biden ndo anaingia sasa. Biden naye ni huyo mzee, akachezea chini kwa chini. Kitu ambacho kwamba Biden alifanya ni kuhakikisha kwamba amempatia Muisraeli silaha, mashehena ya masilaha ya kiulinzi, ili afanye nini? Wakati wa Biden ni wakati Hamas waliingia kule Israeli wakafanya balaa. Hamas wakafanya balaa. Sasa ndio umeona katika ile sehemu ya Hamas, ile mji wa Hamas Gaza, ndio ikawa ile operation. Sasa muhula Biden ikawa ni hiyo. Sasa wakati Biden anapomaliza ndio ikawa kampeni imempamba moto kule Marekani. Unajua Biden na Donald Trump mahasimu sana, sababu Biden alimfungulia Donald Trump mashtaka kotini kutaka kupindua serikali. Ushaona? Ikawa kwa nguvu ya Kiyahudi na Mayahudi, ikawa Donald Trump akashinda hiyo kesi, ndio akaruhusiwa kuwania katika uchaguzi wa urais. Wapi? Kule Marekani. Ndio akashinda. Alishinda nani? Alishinda yule mama anaitwa Kamala Harris, kwa sababu katika ile mchujo ya wenyewe kwa wenyewe ya Democrats, wanajiita Democrats. Kabla ya kupata mtu ambaye kwamba atasimama na hawa wengine Republicans, kuna mchujo. Sasa wakasema katika ile mkutano ya Democrats, wakasema huyu mzee hana nguvu, wacha tumtafute mwanamke kumweke hapo. Wakamchagua ule Kamala Harris, na uliona vile alifanywa ali Donald Trump akamshinda kwa kura nyingi sana.
Donald Trump alikuja ile mbiu, kauli mbiu, yeah? Make America Great Again. MAGA. Make America Great Again. Hiyo ndio ilikuwa kauli iliyompropel akachukua hiyo uongozi. Sasa alipochukua hiyo uongozi, kitu ya kwanza baada ya kuapishwa akasemaje? Ataanza safari yake ya kwenda wapi? Kule katika Ghuba, Mashariki ya Kati. Kwa sababu ili Amerika isimame kiuchumi, lazima apate wale ambao kwamba wana hela, mabilionea ambao wanaweza kuegeza katika nchi ya Marekani. Yeye kwa akili yake akaenda kwa wale nchi za kifalme za Waarabu, akaenda kwa nchi za Emirati, akaenda kwa Bahrain, akaenda Saudia na akaenda Qatar. Ndio uliona katika hizo nchi kuna wale wameweka mabinti yao na nywele wanapigisha, wanazungusha hivi wasichana wadogo wadogo. Mpaka Qatar ikampatia Donald Trump ndege kubwa. Ndege kubwa ya urais kama zawadi. Nakumbuka wakati huo vita vilikuwa vinaendelea. Ushona vita kule Gaza ilikuwa inaendelea. Kina mama na watoto walikuwa wakiuawa. Donald Trump wakati huo alifaulu, akapata investments kutoka kwa nchi za Kiarabu, ambao kwamba gharama idadi ya hiyo investment ni karibu 1.6 trillion dollars, zaidi ya hiyo. Ziende kuni Marekani, waende wakafanya nini? Wakaegeze kule Marekani. Hiyo imetosha. Kwa hivyo nchi ya Bahrain, nchi ya Qatar, nchi ya milki za Kiarabu, nchi ya Kuwait, nchi ya Saudia, zote na Jordan, viongozi hawa za kifalme wameegeza wapi? Wameegeza Marekani. Na juu ya hiyo Qatar ikampatia Donald Trump ndege kubwa. Trump akachukua hiyo ndege akapeleka kwa Pentagon, Air Force One. Akapeleka kwa Pentagon. Unajua Pentagon ndio idara ya ulinzi Marekani. Sasa hiyo ndege ikawekwa ni Air Force One, mali ya jeshi la Marekani. Ona, kwa sababu hizo ndege zikiwa katika chini ya jeshi ndio watampatia usalama rais wa Marekani. Kila anapokwenda ana usalama wa kutosha. Sasa hapa maswali naulizwa ama nauliza. Mwarabu hapa amechukua pesa zake akampatia Marekani, na Marekani ukampa nguvu. Kumbuka kuna nchi kadhaa, nchi ngapi? 3 duniani ambaye Marekani inafadhili na pesa kila mwaka, mabilioni ya pesa. Nchi ya kwanza ni nchi ya Israeli. Hiyo ndio inapokea kiwango kikubwa cha msaada kutoka Marekani, msaada wa fedha na msaada ya silaha. Nchi ya pili ni nchi ya Misri. Misri inapatiwa ni kwa sababu Misri iliweka mkataba ya amani kati ya Israeli na wa Misri. Kwa sababu unajua kuna mpakani, unajua wale wa Israeli na wa Misri wamepakana kule Sinai. Sasa ili usalama iwe kule, lazima tumweke mfukoni Misri. Sasa kila mwaka Misri anapokea hela na anapokea nini? Anapokea silaha kutoka Marekani
ili kumchunga Myahudi. Nchi nyingine ya tatu ambayo kwamba inapokea pesa na silaha kutoka Marekani ni nchi ya Ukraine. Umenipata hapo? Ukraine. Sasa kumbuka, ninyi Waarabu, ninyi Waislamu, umechukua pesa zenyu na kila kitu umempatia Marekani. Marekani amechukua hiyo pesa amempatia Myahudi. Myahudi anachukua hiyo anawalipa wale wanajeshi, wanampiga Mwarabu mwenzao kule Gaza, ama wanapiga kule Lebanon, wanapiga kule Syria na wapi na wapi. Akili ya Waarabu ni bure kabisa, Sasa hayo ndio maneno ambao kwamba kiongozi yoyote wa Marekani lazima afate amri na masharti kutoka kwa nani? Kwa Myahudi. Hata hivi vita vya sasa, vita hivi vya sasa, Marekani ndio umesukumwa na Benjamin Netanyahu. Anasema bana, hii vita twende tuingie kule Iran, itachukua siku 6 tu, vita itakuwa imekwisha. Tutakuwa tumeua rais wake, tutaua maviongozi, kuna wananchi wataingia, wale ambao kwamba wanasema wamenyanyaswa wataingia, watafanya maandamano, nchi serikali itaanguka na tutaweza kunyakua, tuweza kucontrol hiyo nchi, tutacontrol mafuta, tutacontrol hiyo, na sisi tutapanua ile great inaitwaje, great Israel. Lakini sasa hii vita, yule mfarsi yani Muiran ana akili pia nayo. Viongozi wake walipouawa tu namna hivi wakachaguliwa viongozi wengine wale ya kijeshi walipouawa wakachaguliwa viongozi wengine. Nchi imesimama bado na huko amezuia bahari ya nini ama mlango wa Hormuz, na yuko tu. Na ujue ya kwamba kuna kitu Muiran alifanya ambao kwamba imeshtua dunia nzima na imewashtua Waarabu. Marekani huwa wanalipwa na nchi za Waarabu ili Marekani iwalinde wasipigwe na Muiran. Ndio unaona Marekani ikajenga nini? Ikajenga kambi za majeshi chungu nzima kule. Hizo nchi zote, ukienda Qatar utapata kambi ya jeshi huko, Bahrain utapata kambi ya jeshi, tena si 1, 2, 3, 4. Ukienda Kuwait utapata kambi ya jeshi ya Marekani huko, Saudia utapata kambi ya jeshi kadhaa huko, nchi ya Jordan utapata kambi ya jeshi huko, milki za Kiarabu utakuta kambi za wanajeshi huko, Iraq utapata kambi ya wanajeshi huko, Syria kambi ya wanajeshi wa Marekani huko. Yaani wamewazunguka namna hivyo, wamezunguka. Iran imefanyaje? Iran iliamua kutandika hizo kambi na kuzichapa na kuzikomoa na kuzisambaratisha. Si 1, si 2, zaidi ya 28 au 29 kambi hizo kabisa. Hivi ya juzi tu, ya juzi hii, Iran ilipiga kambi kule Jordan, na imesemekana kule Jordan, ingawaje serikali ya Marekani inasema wanajeshi 2, 3 ndio wauawa, lakini inasemekana wengi, na karibu vifaa muhimu ya hali ya juu, karibu ndege tanka, zile ndege ambazo zinatembea petrol station, ndege inabeba mafuta inaweka kwa mandege zile za jeshi hewani. Unajua Marekani ni mbali, ndege haiwezi kupiga huku na iende paka Marekani iweke petroli. Lazima kuna ndege ambayo ina supply kule juu. Iran ilipiga kadhaa. Iran ilipiga Reaper drone hizo. Iran ilitandika kadhaa. Iran ilitandika
F-35 ndege hiyo 1635 hizo ndege hizo ambapo kwamba haziguswi, Iran ilizisambaratisha. Iran ilitandika marada, ilitandika vyombo vya ulinzi ya Patriot, ilitandika imesambaratisha kabisa. Hivi sasa wadadisi wa kisiasa na viongozi wa Pentagon wanasema yani akiba ya silaha ya Marekani ya kujilinda imeisha kwa haraka sana, haiwezi kadumu miezi mitatu. Subscriber, haiwezi kadumu zimeenda wapi? Amerika nchi kuu duniani, nchi yenye nguvu duniani, imesambaratishwa hivyo. Iran haijaenda ikapiga Marekani kule kwao kule Marekani. Iran imempiga Marekani huku kwa mlango na imemshinda mpaka leo. Ameshinda kuondoka. Sasa Marekani ikasema okay, wacha twende Japan. Unajua Marekani ina kambi Japan. Na ina kambi huku Ulaya huku. Kambi ya NATO. Marekani ina makambi kadhaa. Na hizo kambi zina masilaha. Sasa wanazichukua silaha zile ziko kwa hizo nchi, wanazipeleka wapi? Wanaisafirisha kwenda kupigana. Na huko wenyewe kwa wenyewe wanapigana. Watu wanateta Marekani, watu wanateta. Nisema hawa wanajeshi wetu wamekaa muda mrefu sana kule. Vita ziishi, mbona vita havikwishi? Mbona vita havikwishi? Balaa tu. Then subscriber, wacha tuone itakuwaje. Mpaka sasa hii maneno ndio iko hivyo. Iran yuko, viongozi wapo. Tena viongozi wenyewe ni wale ambao kichwa ngumu kuliko yule aliyefariki Ayatollah Ali Khamenei, alikuwa na huruma kidogo. Sasa unasikia Mujtaba ni balaa hatari. Hasikii cha mkuu wala mtakaji maji msikitini. Hii ni hatari. Wale viongozi ambao kwamba wako saizi, Marekani inajuta kwa nini walioua wale viongozi wa mbeleni. Wanajaribu kusema tumejaribu kuweka amani na nini kupitia Pakistan na nini. Anasema nyinyi tukiweka amani mnakuja mnatupiga, tuweka amani mnakuja mnatupiga. Sasa hizi hatutaki amani. Vita vyetu vitaendelea mpaka muhula wa Trump iishe. Na Trump akisema kwamba kuna mazungumzo, sisi wa Iran nasema hakuna mazungumzo mpaka Trump muhula wake kwishe. Mpenzi subscriber, ni hayo tu. Mimi ni the One Man Army TV. Tukutane alamsiki. Asante sana kwa kusubscribe. Asante sana kwa kunishika mkono. Kama huje subscribe. Okay, tukutane kesho Mungu akitujalia.